Hujambo na karibu tena katika unayajua haya hapa Sawia Media, na leo tupo nchini Cameroon ambapo matiti ya wasichana yapigwa pasi kuwakimbiza wanaume. Msimulizi wako ni mimi Abdalla Mbonde. Usikose kusubscribe, kulike na kucomment. Mila ya jamii nyingi nchini Cameroon na Afrika Magharibi ipo pia nchini Uingereza na Marekani kwa Waafrika kutoka eneo hilo ambao huyapiga pasi matiti ya wasichana kwa kuyakandamiza kwa mawe ya moto au mchi, lengo likiwa kuondoa mvuto wa wasichana wasifukuziwa na wanaume wa kware. Wakati Miki Sofia Anne alipoanza kuonesha dalili za kuvunja ungo akiwa na umri wa miaka 10, mama yake alipagawa kwa hofu ya wanaume kuanza kummendea bintiye huyo mpendwa. Suluhu aliyoiamini ni kuchukua jiwe lenye moto na kulishindilia kwa nguvu kwenye matiti ya bintiye katika jaribio la kutaka kukinyosha kifua chake ili kuondoa mvuto kwa wanaume. Kila jua linapotoweka na giza kutawala, aliingia katika jiko lake dogo lisilo na mwanga na mbali ya macho ya majirani. Akiwa humo, Prinsile Disake anaonekana akiliweka motoni jiwe lenye ukubwa wa ngumi na kisha kulishindilia kwenye matiti ya bintiye Miki Sofia kwa muda wa miezi 2. Dada wa Disake naye anaonekana akisaidia kumshikilia sakafuni kwa nguvu katika sakafu ngumu ili kumzuia binti huyo asikimbie. Utafiti mpya wa serikali unaonyesha kuwa vitendo vya upigaji pasi matiti kama mila hiyo potofu haribifu inayojulikana vimeshuhudia kupungua kwa vitendo vya ubakaji na ngono kutoka kwa ndugu wa karibu kwa 50% tangu vilipofichuliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2005 na shirika la ushirikiano wa kiufundi la Ujerumani GTZ. Lakini pia kampeni ya kitaifa ya kujenga mwamko shuleni, makanisani katika vyombo vya habari inaweza kuibua uelewa kuhusu athari za kimwili na kisaikolojia zinazosababishwa na kitendo hicho. Hata hivyo, pamoja na kazi kubwa na nzuri iliyofanywa na wanaharakati, watoto wasichana milioni 1.3 bado ni waathirika wa mila hiyo ya kinyama kwa mwanadamu. Ni sababu gani hasa ya msingi inayofanya kina mama hao kupendekeza mila hiyo potofu? Jibu ni kwamba kina mama hao wanaendekeza kitendo hicho kujaribu kuwalinda binti zao dhidi ya ngono za mapema, mimba za utotoni na ubakaji uliokithiri, na kuwaudhi akina mama juu ya vitendo hivyo. Miki Sofia alianza kukua matiti mapema sana na akawa na mvuto kwa wanaume, hususan wa kware ambao wamezoea kutengeneza kuku huku wakiwa na chumvi mkononi. Nilitaka kuulinda utoto wake na kumlinda dhidi ya wanaume wa kware, alisema Disake mwenye umri wa miaka 46, akizungumza katika jiko lile lile ambalo alikuwa akilitumia kuchoma jiwe kwa ajili ya kuligandamiza katika mwili wa binti yake zaidi ya miaka 20 iliyopita. Nilimzaa Miki Sofia wakati nilipokuwa na umri wa miaka 14 tu, lakini baba yake kamwe hakuwepo. Kwa kweli kilikuwa kipindi kigumu mno kwangu na sikutaka kitu kama hicho kimtokee binti yangu wa pekee niliyempenda kama mboni ya jicho langu. Hata hivyo, juhudi za Disake za kutaka kumwepusha mwanawe huyo na majaribu hayo hazikuzaa matunda. Katika hali ya kusikitisha na simanzi kubwa kwa maelezo yake mwenyewe na ya mama yake, Miki Sofia alibakwa akiwa na umri wa miaka 13 na mjomba wake.
Mwaka mmoja baadaye alianza kufanya mapenzi na mwanafunzi mwenzake, na akiwa na umri wa miaka 16 alizaa mtoto wake wa kwanza. Mtoto huyo aliyezaliwa wiki 6 kabla ya wakati alifariki dunia saa chache baadaye. Ijapokuwa Kameruni ni nchi pekee ambayo utafiti wa kina umefanyika kuhusu upigaji pasi matiti, makundi za haki za binadamu yanaamini ni mila iliyoenea sana katika ukanda huo wa Afrika Magharibi. Aidha, wanaamini umeenea miongoni mwa watu kutoka ukanda huo waishio ng'ambo, ikiwemo katika nchi za magharibi zenye sheria kali za kuwalinda watoto. Sisi wa Afrika tunasafiri na utamaduni wetu popote tuendako. Hivyo nina uhakika haya yanatokea Uingereza na Marekani pia, alisema Margaret Nyuzewira ambaye alizaliwa Bamenda, kaskazini magharibi mwa Kamerun, ambako vitendo vya upigaji pasi matiti ni jambo la kawaida. Nyuzewira ameanzisha taasisi ijulikanayo Kawagido ambayo inaendesha kampeni dhidi ya upigaji pasi matiti nchini Uingereza, ambako Wakameruni 9600 wanaishi kwa mujibu wa sensa ya mwisho ya mwaka 2011. Anasema kuna kesi kadhaa za upigaji pasi matiti zilizoripotiwa katika jiji la Birmingham na London nchini humo kipindi cha miaka michache iliyopita, lakini idadi inaweza kuwa kubwa zaidi. Watu ndani ya jamii zinazoendekeza mila hii wanajua nini kinachotokea, lakini ukweli unafichwa na kufanyika majumbani. Ni kama ukeketaji, unajua kinachoendelea, lakini kamwe utamuona yeyote akiufanya, anasema. Inatokea nchini Nigeria, Burkina Faso, nchini Chad, Jamhuri ya Afrika ya Kati na nchi zingine za eneo hilo. Ukiita kitendo hiki kwa jina lingine kwa lugha zao za asili, anasema, upigaji pasi matiti ni mila mpya kwa kiasi chake, kwani ilianza kupata umaarufu zaidi katika miaka ya 1930 wakati wa Kameruni walipoanza kuhama maeneo yao vijijini kwenda mijini kusaka ajira. Mtaalamu wa tabia na mfanyakazi wa misaada Flavian Ndonko alisema, katika majiji haya kuna kiwango cha chini cha udhibiti wa kijamii na kimila kutokana na tamaduni tofauti kujichanganya kwa uhuru. Mara wasichana walipoanza kwenda shule na kupata fursa ya kuwa nje ya kaya zao, na hivyo pia kupata fursa ya kuzihusisha na ngono za mapema, anasema Ndonko ambaye hufanyia kazi GTZ. Wakati maji safi, mlo bora na huduma za afya zikiimarisha kukua mapema kwa matiti ya wasichana na kuwafanya waonekane wakubwa kuliko walivyo. Wastani wa umri wa ukuaji wa titi kwa wasichana nchini Kameruni umeanguka kutoka miaka 13 hadi chini ya miaka 12 kipindi cha miaka 100 iliyopita. Wakati Kameruni ikibakia kama taifa la kiafidhina ambako upataji mimba nje ya ndoa ulaaniwa vikali na utoaji mimba ukiharamishwa, kina mama hutumia upigaji pasi kama kitendo cha kuhakikisha binti zao hawapati mimba na kuacha shule. Utafiti uliofanyika nchini humo mwaka 2011 unaonyesha kuwa 20 hadi 30% ya wasichana wa Kameruni hupata mimba kabla ya kufikisha umri wa miaka 16 na 1/3 huacha masomo yao. Takwimu hizo zinaweza kueleza mwelekeo usio wa kawaida wa kitendo hicho. Utafiti mpya unaonyesha kuwa 16% ya wasichana, hasa katika eneo la mbali kaskazini ambako kuna utamaduni wa ndoa za utotoni, hujaribu kuyanyosha matiti yao kwa mawe
moto au kwa kutumia mchi ili waweze kuchelewesha uvunjaji ungo wao na wasiendelee na shule. Pamoja na kile Disike na kina mama wengine wanaochosema kuhusu lengo lao zuri kwa binti zao, bila kujua wanahatarisha kuwaacha binti zao kwa matatizo makubwa ya kimwili na kisaikolojia, wafanyakazi wa sekta ya afya wanasema utafiti wa serikali uliodhaminiwa na GTZ ulionyesha kuwa idadi kubwa ya waliohojiwa walikuwa na matatizo tofauti ya kiafya ikiwemo saratani ya matiti. Takribani kulibaini kuwa wasichana wenye umri wa miaka 20 waliokutwa na saratani ya matiti. Ndoko alisema, hatujui kama kuna uhusiano wa moja kwa moja baina ya kitendo hicho na saratani, lakini inaibua wasiwasi huo. Asilimia 30 ya waliohojiwa walilalamika maumivu katika matiti na asilimia 17 walizungumza kuhusu majipu na vidonda. Asilimia 13 walieleza kuathirika na uzito wa matiti na asilimia 8 walipata athari za kudumu za matiti kupinda, kwa mujibu wa utafiti. Athari za kudumu kimwili zinaweza kusababisha athari za muda mrefu za kisaikolojia, pia utafiti ulihitimisha. Kwa kadiri wasichana wanavyokuwa na kukomaa, huwa hawawezi kuonyesha matiti yao kwa marafiki wa kiume na au waume zao. Ndoko alisema baadhi ya wasichana hujihisi aibu kufanya ngono bila kuondoa nguo zao kutokana na kuficha matiti yenye kasoro. Lakini wote, Ndoko na Nyudezewira, wanaamini kina mama hawapaswi kuchukuliwa hatua, bali waelimishwe athari za kitendo hicho. Tunapaswa kuwaelimisha kwanza na kuadhibu pale tu watakapoendelea na kitendo hicho, alisema Nyudezewira. Kuadhibu akina mama kunaweza kuwa kitu kigumu kwa sababu wasichana wengi wanaamini mama zao wako sahihi, kwani wanawalinda. Inafaa kuanza na kina mama kwa sababu binti zao bado ni wadogo wanaokubali kwa hofu au sababu za heshima kwa wazazi wao, alisema. Disike baada ya kuelimishwa alijihisi kuwa na hatia na kukiri kwamba alifanya kosa bila kujua, akidhani anafanya kitendo cha busara. Upigaji pasi matiti unaumiza sana kuliko uzaaji, anasema Mink Sophie Anne. Nimemsamehe mama yangu, lakini kamwe sitosahau hili, anasema. Ungana nami kwa mara nyingine tena katika Je, Unajua Haya hapa Sawia Media, kwa simulizi za kusisimua na kushangaza dunia. Usikose kusubscribe, kulike na kucomment. Abdallah Mbonde, asante.